Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwa hiyo kwa upande wa elimu tunaweka mkazo zaidi katika kilimo bora cha miwa kwa wale ambao wanataka kuwekeza kwa taarifa kwa wawekezaji kwa wale ambao wanataka kuwekeza na kwa sasa kama tunavyofahamu katika tasnia yetu ya sukari tunakwenda kwenye uzalishaji kwenda vizuri kwenye hatua za mwisho kufunga lengo la uzalishaji ambapo tunakuwa nalo katika miji. Kama mtakumbuka kwa miaka mingi tangu tupate kulikuwa tunajenga sukari, lakini hivi inavyoongea mwaka ujao, miaka miwili ijayo hatutakuwa na pengo la uzalishaji, tutakuwa tayari na ziada ya na hii inatokana na mfano mkubwa ambao umefanyika kwa kiwanda cha kuongeza kiwanda kikubwa ambacho kina uwezo wa kuzalisha tani 270 na hii ni tofauti na kiwanda vile vidogo ambavyo vinaweza kuzalisha tani 1 na kiasi kilichoongezeka ni karibu tani kama na zaidi. Lakini ukienda kwa upande wa Kagera Sugar na wenyewe wamefanya ufanisi mkubwa sana. Kiwanda pale kilipo ina uwezo wa kufanya kazi zaidi, ina uwezo wa kuzalisha tani 5, lakini kwa sababu upanuzi unaendelea kwa kufanya mashamba kwa ajili ya kupata maziwa ya kutosha, itachukua miaka kama 3. Kwa hiyo tunapofika mwaka 2030 wataishi kama tunaweza kuzalisha sana. Na ukienda Bagamoyo samani, ukienda kiwanda cha maziwa kwa na kenyewe kufika mwaka 2030 tunazalisha tani kama pamoja na viwanda vingine vya Bagamoyo, Mulazi pamoja na viwanda vingine vya na msimu kama mili cha Kasulu, alafu na cha Kagera, vikiingia vyote kufika mwaka 2030 itakuwa na uwezo moja haya mahitaji tayari yatakuwa na ziada zaidi ya tani 2 ambapo tunahitaji soko na kuna watu wananiuliza kwamba sasa hivi na nafikiri ni kweli, lakini hata hivyo serikali imeshachukua hatua kama kuuliza kuingiza sukari ya kutosha. Tunakumbuka kwamba viwanda vimechelewa sana. Kawaida viwanda vinaanza kuchelewa sana mwishoni, lakini viwanda vimeanza kuongezeka mwishoni. Kwa hiyo kile kiwango cha kwanza cha sukari ya kusima pengo ambacho kilikuwa kimepangwa mwanzo kilikuwa ni kiasi ambacho kinaisha kupungua, lakini kwa sababu viwanda vimechelewa, ina maana vimeacha pengo uzalishaji ambao tayari sukari yake itakuwa imeshaingia. Kwa hivi tunavyoongea hakuna sukari ya dharura ambayo tayari tunaelekea bandarini, nadhani kama 34 na National Reserve Budget na nadhani zingine kuisha shuka tayari tunaendelea na usambazaji. Kwa hiyo tatizo hili kama tatizo la zaidi ya baada ya wiki moja kwa tumesharudi sukari ya kawaida kati ya viwanda na viwanda vilivyokwisha kubaki kwanza uzalishaji nafikiri kiwanda kimoja ambacho ni kenyewe ila ukubwa na imani kabisa hili kuisha na wananchi wawe na utulivu, wajue kwamba tutarudi kwenye hali ya kawaida miaka labda nisemee fursa ambazo tunazo za uwekezaji wa kama mnavyofahamu kwamba kwenye uzalishaji wa sukari ya matumizi ya kawaida uwekezaji unafanyika mkubwa sana na tunaendelea kufikia wawekezaji wengine, lakini maeneo mapya ambayo tunatakiwa tuwekeze na eneo lingine
Kingine ni kuwekeza kwenye uzalishaji wa ethanol. Kusindika mabaki ya sukari kwa ajili ya kuzalisha ethanol ambayo ina matumizi mengi. Tuseme ni extra-neutral alcohol ambayo ina matumizi mengi kwenye vilevi, lakini na njia. Kwa hiyo kwa watu ambao wangependelea kuwekeza vile vile kwenye distilleries na wakaribisha, kwa sababu bado soko ni kubwa na wawekezaji waliokwisha kuwekeza kwenye eneo hilo bado si wengi wa kuweza kutosheleza mahitaji ya soko. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.